Siri ya Ziwa la Giza sehemu ya kwanza. Katika kijiji kimoja huko Mwanza kulikuwa na hadithi ambayo watu wengi waliogopa kuizungumza hadharani. Ilikuwa ni hadithi ya ziwa moja lililokuwa pembeni kidogo ya jiji, ziwa ambalo halikuonekana kwenye ramani nyingi. Wailiita Ziwa la Giza. Alidi alikuwa kijana wa kawaida tu, mfanyakazi wa duka la vifaa vya umeme mwenye ndoto za kuwa tajiri siku moja. Hakujali sana hadithi za ajabu, kwake hizo zilikuwa stori za kuogofya watoto tu. Mpaka siku moja, ilikuwa jioni tulivu, jua likizama taratibu nyuma ya mawe makubwa ya Mwanza. Alidi alipokea simu kutoka kwa rafiki yake wa karibu Musa. "Sikiliza," Musa alisema kwa sauti ya haraka. "Nimepata kitu kikubwa sana." "Kitu gani tena?" Alidi aliuliza huku akicheka. "Siwezi kusema kwenye simu. Njoo hapa nyuma ya soko la samaki haraka." Kabla Alidi hajauliza zaidi, simu ikakatika. Alidi alihisi kitu si cha kawaida. Musa alikuwa mtu wa mzaa wa aina hiyo. Dakika chache baadaye alikuwa njiani kuelekea kule. Alipofika alimkuta Musa akiwa amesimama karibu na boti ndogo, macho yake yakiwa yamejaa hofu na msisimko kwa wakati mmoja. "Umechelewa," Musa alisema. "Sasa niambie, kuna nini?" Musa alizunguka kuhakikisha hakuna mtu anayewaona, kisha akatoa mfuko mdogo kutoka kwenye koti lake. Ndani yake kulikuwa na kitu kilichong'aa kama jiwe, lakini lilitoa mwanga wa ajabu wa bluu. Alidi alibaki kimya kwa sekunde chache. "Hii ni nini?" "Nilipata ziwani," Musa alisema kwa sauti ya chini. "Na si tu hivyo, kuna zaidi." "Zaidi? Zaidi gani?" Musa alimvuta Alidi karibu na boti. "Usiku wa jana niliona mwanga mkubwa ukitoka katikati ya ziwa. Nikaenda kuangalia, ndipo nikakuta hii." Alidi alianza kuhisi baridi mgongoni. "Unamaanisha Ziwa la Giza?" Musa hakujibu, lakini macho yake yalitosha kusema yote. Kimya kilitawala kwa muda. Kisha Musa akasema, "Nataka turudi tena leo usiku." Alidi alishtuka. "Uko serious? Unajua watu wanasema nini kuhusu hilo ziwa?" "Ndiyo," Musa alisema, "lakini pia najua hii inaweza kubadili maisha yetu." Alidi alitazama lile jiwe tena. Mwanga wake ulikuwa kama unamvutia. Baada ya muda mfupi wa kusita, "Sawa," alisema polepole, "twende." Saa 6 usiku walikuwa tayari ndani ya boti wakielekea katikati ya ziwa. Maji yalikuwa tulivu kupita kawaida. Hakukuwa na upepo, hakukuwa na sauti ya ndege. Ilikuwa ni kimya kizito kilichowafanya moyo kupiga kwa nguvu. "Kuna kitu si cha kawaida hapa," Alidi alisema. Musa hakujibu. Alikuwa akiangalia mbele kwa makini.
Ghafla mwanga ule wa bluu ukaanza kuonekana chini ya maji. "Unauona huo mwanga?" Musa alisema kwa msisimko. Mwanga ulizidi kuwa mkali. Alidi alihisi kama kuna kitu kinamvuta. Pia alihisi kuna kitu kinavuta boti yao chini. "Musa, hii si kawaida." Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Maji yakaanza kuzunguka kama kimbunga kidogo. Boti ikaanza kutikisika. "Kaa vizuri," Musa alipiga kelele. "Alidi, shika pembeni ya boti kwa nguvu." Kisha kitu kikatokea majini. Akikuwa samaki, akikuwa binadamu. Kilikuwa kirefu, chenye ngozi yenye kung'aa kama lile jiwe walilolipata, na macho yake yalikuwa yanawaka kwa mwanga ule ule wa bluu. Alidi alipiga kelele, "Musa, ni nini hiki?" Kiumbe kile kilitoa sauti nzito isiyoeleweka, na ghafla kikanyosha mkono wake kuelekea boti yao. Je, unafikiri ni nini kitawakuta Alidi na Musa katika simulizi hii? Usisahau kunifollow ili upate mwendelezo wa simulizi hii. Asante.